Wakati dunia ya soka ikijadili mastaa wanaocheza Manchester City, Real Madrid na Al Ahly, Tanzania imepata jina jipya katika ramani ya dunia. Engineer Hersi Said, kijana mwenye damu ya Kitanzania, mzalendo na kiongozi wa klabu kongwe barani Afrika, Young African Sports Club, ametangazwa rasmi na FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu kwa wanaume. Uteuzi huu ni historia. Ni mara ya kwanza kwa Mtanzania kushika nafasi ya juu namna hii kwenye FIFA. Lakini je, unajua safari ya kufikia hapo haikuwa rahisi? Leo tutakupeleka ndani ya safari ya Hersi kutoka kwenye mitaa ya Kariakoo hadi kwenye meza kuu ya maamuzi FIFA huko Uswizi. Safari yenye ndoto, migogoro, mafanikio na siri ambazo wengi hawajawahi kuambiwa. Hersi Said alizaliwa na kukulia katika mazingira ya kawaida jijini Dar es Salaam. Tofauti yake kubwa ilikuwa ni mtazamo. Alikuwa ni kijana wa vitendo, mwenye ndoto kubwa na imani kwamba soka linaweza kuwa biashara na ajira halali. Kabla hata ya kuwa rais wa Yanga, Hersi alijulikana kwa maendeleo ya michezo, akihusiana na miradi ya FIFA na CAF kupitia sekta ya miundombinu. Hapo ndipo alianza kujenga mahusiano ya kimataifa bila watu wengi kujua. Wakati wengine wakibishana kuhusu nani ni bora kati ya Messi na Ronaldo, Hersi alikuwa anasoma vitabu vya uongozi na uendeshaji wa klabu. Aliamini klabu kisimamiwa kama kampuni inaweza kushindana na dunia. Mwaka 2021 Engineer Hersi alipoingia kwenye uongozi wa Yanga, alikuta klabu yenye historia kubwa lakini yenye changamoto nyingi: madeni, mgawanyiko na mfumo wa zamani. Lakini ndani ya miezi michache mambo yakaanza kubadilika. Aliunda mfumo wa kitaalamu, akaweka maono ya kidigitali, akaunda timu ya kiufundi yenye nidhamu, na zaidi akaunganisha wapenzi wa Yanga waliokuwa wametengana kwa miaka mingi. Ndani ya miaka miwili pekee, Yanga ikawa mfano wa klabu bora Afrika Mashariki. Ikawa na mikataba mikubwa ya udhamini, ilijenga nembo ya kimataifa na ikafika fainali ya CAF Confederation Cup, hatua ambayo haikuwahi kutimiza klabu yoyote ya Tanzania. Wakati huo macho ya CAF na FIFA yalikuwa yanaangalia. Waliona namna kijana huyu anavyotumia mfumo wa corporate governance kwenye klabu ya Afrika, kitu ambacho wengi walidhani hakiwezekani. Kila uteuzi mkubwa wa FIFA una sababu. Kwa nini Hersi? Kwa nini sasa? Wataalamu wa ndani wanasema FIFA walikuwa wanatafuta mjumbe mpya mwenye uelewa wa masoko ya Afrika na anayejua changamoto za vilabu vya bara hili. Ripoti zisizo rasmi zinaonyesha kuwa Hersi alishiriki kwenye warsha za kimataifa za CAF kuhusu maboresho ya mashindano ya vilabu. Huko ndipo uwezo wake wa kuongea pointi za kiufundi kwa lugha ya kimataifa ulipojitokeza. Wakati wengi wakiendelea kumuona kama rais wa Yanga pekee, FIFA walimuona future leader wa soka la vilabu duniani. Ndipo jina lake likapendekezwa kimya kimya, likapitishwa, na hatimaye Oktoba 2025 FIFA wakatangaza rasmi Hersi Said, member FIFA Men's Club Competitions Committee. Lakini nyuma ya habari hii kubwa kuna mambo ambayo hawajawekwa wazi. Kwanza, uteuzi huu unaashiria mabadiliko ya nguvu ndani ya CAF na FIFA. Kwa muda mrefu wawakilishi wengi walitoka Afrika Magharibi na Kaskazini. Mara hii FIFA wameamua kuipa nafasi Afrika Mashariki kupitia Tanzania. Pili, uteuzi wa Hersi pia unaleta alama ya kuamini kizazi kipya cha viongozi barani Afrika. Wengi wajumbe wa FIFA ni watu wa umri mkubwa waliotoka kwenye siasa za michezo. Hersi ni tofauti, kijana, msomi, mtaalamu wa teknolojia na mtu wa vitendo. Tatu, uteuzi huu ni pia ishara ya kujiandaa kwa mageuzi makubwa ya mashindano ya vilabu duniani, kama vile FIFA Club World Cup mpya itakayoanza 2025. Hersi sasa atakuwa ni sehemu ya timu inayopanga mashindano hayo mapya. Maana yake Tanzania ina mtu kwenye meza ya maamuzi ya dunia. Kwa Tanzania hii si tu habari ya sifa, ni fursa. Kwanza, inaleta nafasi ya kuonekana kimataifa. Pili, inaleta uwezekano wa miradi mipya ya maendeleo ya soka, miundombinu na mafunzo kutoka FIFA kuja moja kwa moja kupitia Hersi. Pia inaleta hamasa kwa viongozi vijana wa michezo kwamba inawezekana kufika mbali bila siasa, bila rushwa, bali kufanya kazi nzuri. Hersi sasa anakuwa kama balozi wa soka la Tanzania ndani ya FIFA. Sauti yake inaweza kusaidia vilabu vyetu, wachezaji wetu na hata TFF kupata fursa kubwa zaidi. Katika mahojiano yake ya kwanza baada ya uteuzi, Hersi alisema maneno haya: "Ninachukulia nafasi hii kama heshima kubwa kwa taifa langu, lakini zaidi jukumu la kuonyesha kuwa Afrika Mashariki inaweza kutoa viongozi wenye uwezo wa kimataifa."
Kauli hii ni nzito kwa sababu inafungua ukurasa mpya, ukurasa wa viongozi wachapakazi wanaowakilisha taifa kwa vitendo na si maneno. Changamoto iliyopo sasa ni moja: kuendelea kuthibitisha kuwa uteuzi huu haukuwa wa bahati mbaya, bali ni wa uwezo, na kwa rekodi yake inaonekana na nafasi kubwa ya kufanikiwa. Safari ya Harris ni fundisho kwa vijana wote wa Tanzania. Inaonyesha kuwa hata ukianzia kwenye nafasi ndogo au mtaa wa kawaida unaweza kufika mbali, mradi uwe na maono, utulivu na uthubutu. Kila hatua yake imejengwa juu ya nidhamu, elimu na uaminifu. Huu ndio msingi wa mafanikio ya kweli. Walk in silence, let success make the noise. Na Harris amethibitisha hilo. Leo jina la Tanzania limeingia kwenye orodha ya nchi zenye viongozi FIFA. Na si kwa bahati, ni kwa bidii, kwa uadilifu na kwa maono. Harris Said ameandika historia kutoka mitaa ya Kariakoo hadi meza ya maamuzi ya dunia. Kutoka kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga hadi kuwa sauti ya vilabu vya dunia. Wengine waliona kama ni ndoto, lakini ndoto hiyo imegeuka kuwa historia. Na labda hii ndio mwanzo wa enzi mpya za soka la Tanzania. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773-467-756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.